Jambo mpendwa katika Bwana, na kusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ila nilitaka kuzungumza kidogo kuhusu ukomo wa mwaka na mwanzo wa mwaka. Nao hapo nazungumza vizuri, ukomo wa mwaka na mwanzo wa mwaka mpya. Unajua, tunapofika kwa wakati kama hii, watu wengi huwa wanamwacha Mungu kwa sababu ya vitu ambavyo vimekuja mbele zao. Zaidi wadada huwa wanaaga nyumbani kwao ya kwamba wameenda kwenye kanisa kuomba Mungu usiku mzima, ila hawaende kanisani, bali wanaenda katika njia zao wakifanya machafuko, na huku mzazi atajua kwamba watoto wako nyumbani. Wakaka nao wanajipatia nguvu na fursa ya kwenda ndani ya mabaa, kutumia pombe, kucheza na wanawake. Ila leo nataka nikushauri wewe ambao unakuwa na tabia hiyo, jitahidi kwa mwaka huu ambao tutaanza, uanze upya. Badilisha akili zako, badilisha fahamu yako. Wewe ambaye uko na mipango fulani ya kufanya dhambi, au uko na projet ya dhambi, jaribu kubadilisha hiyo nia yako na urudie katika imani ya kweli, na Mungu atakuwa kunapendeza na wewe. Unajua ya kwamba kuanza mwaka na kuimaliza sio kawaida, maana wengi ambao walifariki, wengi ambao walishindwa kupata nguvu na neema hii ambayo umekuwa nao. So wewe umepata hii neema, usichezee, uikamate vizuri, na hapo Mungu atakuwa kunapendezwa na wewe. Na shukuru Mungu zaidi, kwa maana unakuwaka na hali ya kusikia, na ninajua kwamba kwa njia hii ambayo nimezungumza na wewe, mipango ambayo ulikuwa umeshakamata ya dhambi, jaribu kwanza kuiacha kwa ajili ya Yesu. Mungu akubariki. Amen.